Karibuni ndugu waandishi wa habari katika ofisi ya makao makuu ya chama cha Alliance for Africa Farmers Party AFP. Mimi ninaitwa Zawadi Nayopa, ni katibu wa jukwaa la wanawake taifa wa chama cha wakulima. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi kwa kutufikisha siku ya leo tukiwa salama. Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Leo tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake dunia, siku ya wanawake wote dunia mzima au nchi mzima. Tunaazimisha siku ya wanawake duniani, na sisi tukiwa kama ni wanawake wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party, na tukiwa ni wanawake katika ngazi zetu za uongozi wetu, tunaungana na wanawake wote kuazimisha siku ya leo ambayo ni ya wanawake wote duniani. Tukaona isipite bure, tuongee japo machache tu kwa kuazimisha na kuungana na wanawake wenzetu wote duniani ambao tunayesherehekea siku ya leo. Angalau niongelee kwa uchache tu wa baadhi ya maneno ambayo wanawake wa dunia yote au wanawake wote wa nchi, changamoto tunazokutana nazo. Kwanza nianze na changamoto ambayo inatuhusu sisi wenyewe viongozi wa siasa au wanasiasa. Changamoto kubwa ambayo tuko nayo au tuliokuwa nayo kwa sasa, wanawake wa vyama vya siasa. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunajengewa au walikuwa wanajengewa uwezo viongozi wa kwenye vyama kuenda kufanya ufanisi katika kazi zao za vyama, kijamii, kiuchumi na maendeleo kiujumla. Lakini kwa sasa kidogo tunaona kama uwezeshaji au uwezo kwa wanawake umepungua ama utapungua, kwa sababu zile NGOs na taasisi ambazo zilikuwa zinashiriki kuwawezesha hawa wanawake wajitokeze katika kisiasa, kujiwezesha kimaendeleo yao kijamii, zimepungua kwa sababu elimu, mafunzo hakuna kwa sasa. Wengi wapo katika siasa, lakini ule uwezo wa kujisimamia au kujiendesha wenyewe umepungua kwa sababu uwezo hawajawezeshwa au hawawezeshwi kielimu kujiimarisha au kujisimamia wenyewe. Ijapokuwa tumeona huu mwaka wa 25-26 wanawake wengi sana wamejitokeza kugombea nafasi mbalimbali, lakini bado tunaona kunakoendelea wanawake wengi sana watashuka au kujisogeza katika siasa au katika nafasi mbalimbali kutokana na ile elimu haipo au imeondolewa, sijajua serikali kwa nafasi yao, au imetolewa kabisa. Kwa sababu mwanamke, mimi na imani mwanamke ni jeshi kuu, na unapomwezesha anaweza. Angalia leo wanawake au wabunge wengi walipewa uwezo na nguvu, na maana unapompa elimu mwanamke unaitengeneza jamii yako nyuma. Unapompa elimu mwanamke mmoja akaweza kusimama kufocus nafasi yake, unajua umesimamisha nyuma jeshi la wanawake hata 10. Lakini sasa hivi hiyo elimu haipo. Naiomba serikali hii elimu au hizi NGOs wazirudishe, kwa sababu mwanamke tulikuwa majasiri wengi, na mpaka leo tunakuwa nafasi katika ngazi za kitaifa. Ina maana hii elimu ilitupa mpaka tukasubutu. Tulikuwa tunawaachia wanaume tu wanagombea katika vyama vyetu, lakini baada ya kupata hii elimu wanawake wengi tumejitokeza. Mimi leo ni katibu wa wanawake taifa, lakini nilikuwa naogopa, nilikuwa siwezi. Kwa nini nigeende nikashindane na wanaume pale kuchukua fomu? Lakini nimeweza, na leo mimi ni katibu wa wanawake taifa. Tunaiomba serikali katika nafasi hiyo wanawake zile NGOs za kuwapa uwezo wanawake zirudishwe. Tunaiomba serikali kwa kuijenga na kuitetea nchi yetu, tuipate 50% kwa 50 tunayoitaka. Hizi nafasi tunaomba turudishie au wazirudishe serikali kwa kuwawezesha wanawake. Wanawake tunaweza, na wanawake ni jeshi kubwa. Pili, naomba nizungumzie changamoto za wanawake ambazo tunakutana nazo au wanakutana nazo. Changamoto za wanawake ziko kubwa sana, hasa kijamii. Kwa mfano kama kwenye swala la maji, kumtoa mwanamke ndoo kichwani, bado sehemu nyingi hazijawa sawa. Wanawake wengi huwa wanapitia changamoto. Na swala la afya bado ni changamoto sana. Kwa mfano kuna kata nyingi sana
katika maeneo yetu yanayotuzunguka siku ya Jumapili hawafungui dispensari zao au hawafungui zahanati zao. Lakini sasa ukijiuliza kama hawafungui zahanati zao, je, huduma za kijamii hawa watu wanazipataje? Ikiwa zile sehemu ambazo stahiki za watu kwenda kupata huduma hazifunguliwi siku ya Jumapili. Inamaanisha watoto hawatopata huduma, wamama wajawazito hawatopata huduma, na uwezi ukaenda hospitali ya mkoa wakati ukaacha kuanzia kata. Unaanzia kwanza kata unapelekwa mkoa. Lakini Jumapili hazifungui au siku za weekend zikifunguliwa, wale madokta wahusika kabisa wa kutibu au kupata huduma sahihi hawapo. Tunaomba hospitali zetu au zahanati zetu za kata, huduma au changamoto bado zipo siku zote. Hasa tunapata shida na changamoto hizi ni sisi wanawake, ambao mwanaume ana focus kutoka asubuhi kwenda kutafuta pesa, mwanamke unabaki nyumbani na majukumu yote yanayokuzunguka nyumbani ni wanawake. Tunaomba serikali pia iende ikaangaze katika sehemu hizo. Wanawake ni waanga wakubwa wa changamoto hizo. Swala la 3, nilikuwa naomba tena kwa serikali, wanawake bado tuko nyuma sana au kuna changamoto kubwa sana za kiuchumi, uendeshaji maisha. Lakini serikali yetu ilitoa tamko kama kuna asilimia zile za 10% kuna vikundi. Lakini ni jambo la kusikitisha mpaka sasa hivi vitu havipati wahusika. Mimi nikiwa mshuhuda wa kwanza ambaye ni mwanamke ninayetetea wanawake wenzangu katika maeneo yangu yanayenizunguka katika ofisi zangu, bado zinakuja kesi nyingi sana za wanawake hawapati huduma zao za kimsingi kwenye mikopo. Leo wanawake wanajitokeza, labda kuna mwanamke ana kamsingi kake anaweza kaenda katika kata kutaka fursa hii ya 10% ya serikali inakuaje, lakini maafisa maendeleo hawawapi ushirikiano, hawawapi mwongozo, hawawapi nini kinatakiwa. Wanaambiwa tu andaeni vikundi, wakishaandaa vikundi imeisha kwenye vikundi. Wengine wanafocus mpaka mwisho kabisa, lakini huku mwishoni inaonekana ushirikishwaji wao ni mdogo, lakini kumbe tayari pesa imeingia kwenye akaunti zao na zile pesa wao zinatumika na watu wengine wao hawajui. Angalia leo wanawake wanapopitia changamoto kubwa, wanaenda kuingia katika mikopo ya kausha damu. Wanawake wengi sana mitaani ni single mama, wanaingia kwenye mikopo ya kausha damu, alafu hii mikopo ya kausha damu inakuja inawadhalilisha wanawake wengi. Mwisho wa siku mwanamke anauza mpaka sufuria ya ndani aende akarudishe kwa siku. Lakini serikali ilikuwa imeshatenga mlolongo mzuri kabisa, anachukua pesa analipa kwa mwezi ama kwa wiki, na tayari analipa yeye kutokana na kipato chake. Lakini kwa wanawake bado hii fursa kwetu haijafika ipasavyo. Tunaiomba serikali irudi tena huku chini katika kata zetu, ikaangalie shida ni nini. Kama shida ni watu wanaona hawapaswi, basi waseme wanahitaji watu wa aina gani. Kama changamoto kubwa ni wanawake ambao wao wanataka watu wa aina gani. Lakini wanawake bado tuko nyuma sana katika swala la kiuchumi. Hii mikopo haipaswi, hawapati wahusika. Mimi nahisi labda wanaweza kwa wanaipata wao wenyewe huko juu. Tunaiomba serikali na kumwomba Mheshimiwa Rais, ikiwa kama mwanamke mwenzetu kwa siku yetu hii ya leo ya wanawake wote duniani, arudi alisimamia hili jambo tena. Atoe muongozo, awape muongozo viongozi wetu wa chini, wawape muongozo jinsi gani wanataka nini kifanyike ili mradi uchumi kwa wanawake usimame. Tena nimalizie jambo lingine la mwisho. Naweza kusema ni wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake ni kila kitu katika jamii. Leo wanawake ni sauti ya maendeleo katika jamii. Mwanamke ukimwezesha, basi ujue umewezesha jamii, umewezesha taifa, umewezesha 99% ya taifa au ya jamii katika kiujumla. Kauli mbiu ya chama chetu cha wakulima ni wanawake sauti ya maendeleo, muwezeshe wanawake, uwezeshe jamii. Pili, ni la mwisho kabisa nimalizie amani.
Amani nataka niipe nafasi kubwa sana kwa sisi wanawake, au mimi mwanamke na wanawake wote ambao tumeadhimisha leo siku yetu. Uharibifu na uvunjifu wa amani, robo ya asilimia imetoka kwetu sisi wanawake. Simaanishi wanawake wenzangu au naongea sijui, naomba wanisikilize vizuri. Sisi wanawake ndio tuliotoa watoto hao vijana walioingia mitaani, waliovunja amani, walisababisha matatizo mengi sana ni vijana. Na vijana wametokana na sisi wa mama. Mama ndo anabaki na watoto. Laiti kama wamama tungetumia kauli kali ya kiujasiri, ya kimsisitizo, kimsimamo. Mtoto wako ukamwambia, acha uvunjifu wa amani, acha kufanya 1 2 3 kinavunjisha amani. Mimi na imani vijana wengi sana wasingeingia mitaani au wasingeingia barabarani kusababisha uvunjifu wa amani. Lakini kwa sababu wanawake tulikaa kimya au wamama tulikaa kimya. Mimi ninawaomba katika kutumia siku ya leo ya wanawake duniani, wanawake wote duniani, tusimame kwa kutetea nchi zote. Amani, amani, amani ni tunu na ni kitu kizuri sana. Leo ona wenzetu wanavyohangaika katika nchi mbalimbali. Mapigano, uvunjifu wa amani, changamoto kubwa sana. Lakini wahanga wakubwa sana wanaoingia na kufanya hivi vitu ni vijana. Ninawaomba vijana, ninawaomba wamama wote kwa kupitia siku ya leo ya wanawake duniani, tuongee na watoto wetu, tukemee watoto wetu, tuongee wakati mwingine umwambie mtoto wako, bwana ukienda kufanya 1 2 3 sina radhi na wewe. Hii kauli inatuogopesha hata sisi watoto wa kike kwa mama zetu. Mama yako akwambie mtoto wangu ukifanya 1 2 3 sina radhi na wewe. Kidogo kuna asilimia pale inarudi nyuma ya kuingiza hofu kwa mama yako. Naomba tutumie kauli za kijasiri, kauli za kishujaa sisi wa mama, kuhamasisha watoto wetu wasiingie katika uvunjifu wa amani. Hakuna kitu kizuri kama amani. Tanzania yetu ni nchi ya amani. Tanzania yetu ni nchi ya uhuru. Leo tunafikia hatua kuongea katika vyombo vya habari, kuongea katika sehemu mbalimbali, wengine wenzetu wameenda kuadhimisha sehemu mbalimbali. Amani. Bila kuwa na amani tusingeweza. Tungekuwa tunakimbia na kujificha na wengine kufa kama nchi za wenzetu zinavyokuwa. Lakini amani ni tunu. Amani ni kila kitu katika maisha yetu. Kauli mbiu ya chama cha Alliance for Africa Farmers Party AFP, chama cha wakulima, kwa siku ya leo ya wanawake duniani: mwanamke ni sauti ya maendeleo. Wezesha wanawake, wezesha jamii. Asanteni sana waandishi wa habari. Karibuni msherekee nasi katika siku yetu ya wanawake duniani. Tunawapenda sana, tuko pamoja.